Okay, Bwana Yesu asifiwe. Nawakaribisha watazamaji katika muda huu tena ambao umempendeza Mungu tupate nafasi ya kusikia neno la Mungu. Kabla ya kusikia neno la Mungu, naomba tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa nafasi tena ambayo umenipa na umetupa wote kuweza kushare neno lako. Ninaomba kibali cha rehema na neema msikilizaji na mtazamaji katika televisheni hii, ukagusa ufahamu wako kufunguka kwa ajili ya kusikia neno lako. Asante kwa sababu kila kitu ambacho unafanya mahali hapa ni kwa mapenzi yako. Naomba neno lako likafanye kazi katika maisha yetu sisi sote tunaosikia, tunajifunza. Neno lako likaguse maisha yetu, neno lako likainue ufahamu ndani mwetu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni vyema tena imempendeza Mungu kupata nafasi ya kuweza kushirikiana neno la Mungu tena. Lakini vile pia naomba niseme kwa majina yangu, naitwa Mchungaji John Simon Kiashama, ni kiongozi mkuu wa kanisa la River of Ministry Kiluvya kwa Komba jijini Dar es Salaam. Niwakaribishe tena na vile pia ujumbe wa leo una kichwa cha habari kinasema umuhimu wa kuomba. Umuhimu wa kuomba. Ningependa kushare na nyinyi mnaonitazama neno hili, umuhimu wa kuomba. Kama unasema kuandika, kuna sehemu ambapo unaweza ukachukua notes zako wakati nikiwa naongea. Hebu chukua sehemu mapema sasa, twende pamoja katika somo hili. Ninapozungumzia umuhimu wa kuomba, maana yake ni kwamba maisha ya mwanadamu yamezingirwa na mambo mbalimbali yanayohitaji uwepo wa Mungu katikati yake. Narudia tena, maisha ya mwanadamu yamezingirwa na mambo mbalimbali yanayohitaji uwepo wa Mungu katikati yake. Shughuli za kimaisha ambazo zinajumuisha shughuli za kiuchumi, shughuli za mbalimbali ambazo mtu anafanya, anahitaji nguvu nyingine ya ziada isiyoonekana kwa macho ya damu na nyama kuweza kumuisha ili akiwa katika kuwajibika na shughuli zake apate nguvu ya rohoni kumsaidia kuweza kufanya vizuri. Na ujumbe huu nauleta kwako nikiwa ninaelewa kabisa kwamba kadri ambavyo tunamuomba Mungu ndivyo ambavyo milango ya fahamu ya maarifa inavyofunguka. Kadri ambavyo tunamuomba Mungu ndivyo ambavyo milango ya fahamu ya maarifa inavyofunguka, na milango ya hekima, milango ya busara na milango ya utulivu. Kwa sababu wakati mwingine tunapokosa namna ya kuomba, ukipunguza kuomba, maana yake ni kwamba unapunguza muunganiko kati ya wewe na nguvu za Mungu. Lakini ukiongeza maombi, unaongeza muunganiko kati ya wewe na nguvu za Mungu. Na mara nyingi sana watu wengi wamekuwa wakitaabiki katika maisha yao, wengine wakiwa wanaota ndoto mbaya, wengine wakiwa wanaweseka, wengine wakiwa wanakosa furaha ndani ya moyo. Haya yote ni kwa sababu ya kupunguza muda wa kumuomba Mungu. Lakini unapoongeza muda wa kumuomba Mungu, roho yako inailisha neno jema, roho yako inatiwa nguvu, roho yako inaimarishwa, roho yako inahusishwa na kuunganishwa na uwepo wa Mungu ulio mkuu. Na tunafahamu kabisa kwamba kwenye mamlaka za kibinadamu na mamlaka zote ambazo ziko chini ya jua, Mungu ndio mamlaka kubwa ambayo ina nguvu ya kujibu maombi ya kila mtu. Kwa hiyo naomba niseme kwamba tunayemuomba na nguvu ya kujibu kila maombi. Cha msingi tu nisisitize kabla sijaendelea na somo, unanisikiliza, tenga muda wa kutosha kwa ajili ya kuomba, tenga muda wa kutosha kwa ajili ya kumsihi Mungu rehema. Mambo mengine yote Mungu atayafungua katika maisha yako. Hata kama una ugumu, hata kama unasema ambapo unapita unaona kabisa mambo yanakataa, lakini unapoingia kwenye kuomba unafungua mlango wa urahisishwaji wa mambo yote ambayo unayawaza ndani ya moyo. Baadaye Mungu anayawezesha kwa rehema na neema, yanatimia. Neno ambalo litatuongoza katika somo hili ambalo linasema umuhimu wa kuomba ni kutoka katika kitabu cha Luka sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, akawaambia mfano wa kwamba imempasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Unaweza kuona kwamba tunaposema habari ya kuomba, kuna watu wengine wanaweza wakasema labda kuomba ni kile kitendo cha kufunga macho na kufungua. Hapana. Ninaposema kuomba, kwanza ni vizuri ukafahamu kwamba kuomba ni nini. Tunaposema kuomba ni njia ya mawasiliano ambayo Mungu ameiweka kati ya sisi na Mungu, lakini njia hiyo Mungu ameiweka ili sisi tupate nafasi ya kutosha ya kujielezea kwa uhuru mbele zake. Na ukipata nafasi ya kutosha ya kujielezea kwa uhuru mbele za Mungu, basi ndio inaitwa nini? Kuomba. Kwa hiyo kuomba ni mawasiliano ambayo Mungu ameyaweka kati ya mwanadamu na yeye. Na kadri ambavyo tunamwomba Mungu ndivyo ambavyo milango mingi ya mafanikio inafunguka,
milango mingi ya maisha inaachia na njia zote ambazo zilikuwa zimefunga zinafunguka. Na vile vile pia mwanadamu anayeishi anahitaji nguvu isiyoonekana ya Mungu kwa macho ya damu na nyama. Naposema nguvu ya kiroho namaanisha nini? Namaanisha kwamba ni nguvu ambayo inayotuwezesha kufikiri vizuri, inayotuwezesha kuendelea kupambana katika maisha ya hapa duniani. Hiyo nguvu ni nguvu ya Mungu tu, ndio inayetoka juu kupitia njia ya maombi. Na kwa nini nakazania sana kuomba? Kwa sababu ukikosa msingi wa kuomba kwa maisha yako unapoteza kila kitu. Kwa sababu mjaribu anapokuja kwako anashambulia moyo wako, na ndani ya moyo wako ukiwa una nguvu ya kuomba anakosa nafasi ya kushambulia moyo wako, kwa sababu tayari una kinga dhidi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukienda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12, Matendo ya Mitume sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6 wa 7, ukisoma unaweza kuona kwamba nini ambacho kimeandikwa hapa kuhusiana na mtu anayeomba. Nitasoma kwa jina la Bwana. Basi panapo majira yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatendea mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, naye akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku ya mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vingi vya askari wanne wa mlindi, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefunga minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako ukamfuata. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia kwamba katika kitabu cha Matendo sura 12 kuanzia mstari wa kwanza ambao nimesoma na kuendelea, unaona kwamba kanisa lilimuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili ya Petro alipokuwa amewekwa gerezani. Wakati Petro amewekwa gerezani katikati ya walinzi, na tunafahamu kabisa mazingira ya gereza jinsi yalivyo. Mazingira ya gereza kuna walinzi, huwezi kutoka nje ukishakuwa gerezani mpaka walinzi wa kuhusu utoke nje. Sasa Petro alikuwa amelala katikati ya walinzi, lakini kanisa lilifanya kitu kimoja cha msingi sana. Kanisa likakusanyika likamuomba Mungu kwa juhudi. Sasa anapozungumzia umuhimu wa kuomba, kwanza ni vyema tukafahamu kwamba unapoingia kwenye swala la kuomba, hakikisha unakuwa serious, unaweka juhudi kwenye kumwomba Mungu. Unapoweka juhudi kwenye kumwomba Mungu, Mungu anasikia maombi, lakini maombi ya mwenye juhudi katika kuomba huwa ujibiwa haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile vile pia unapoingia kwenye kuomba kuna faida moja kubwa ambayo utaipata. Unapoanza kuomba kwa juhudi, basi Mungu na yeye anakupa zawadi ya maono, anakupa zawadi ya ndoto, anakupa zawadi ya kukuelekeza kile ambacho unakiomba. Mungu anakupa kwa njia ya ndoto kwamba amekijibu. Kile ambacho umekiomba Mungu anakupa kwa njia ya maono kwamba kimetendeka. Na kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu ukiangalia maandiko matakatifu yote ambayo tumeyasoma ni kwamba mtu anayeomba sana ndiye mwenye maono. Mtu anayeomba sana ndiye mwenye kuota ndoto. Ukipunguza kuomba unapunguza maono, unapunguza kuona maono. Ukipunguza kuomba unapunguza hali ya kuota ndoto. Lakini kwa nini ninakazania sana umuhimu wa kuomba? Ni kwa sababu tunapokuwa tunaomba ifahamike kwamba ni njia pekee ya kuzungumza na Mungu. Na hiyo ndio njia ambayo Mungu ameichagua sisi tumuombe. Kwa sababu Mungu amechagua tumuombe kwa nini? Mungu ana mamlaka yote ya kujibu maombi ya kila mtu, hata yao ya aina gani. Ndio maana nasisitiza hapa kwamba unapopata muda wa kuomba, omba, lakini omba kwa bidii. Sio kuomba tu ili mradi unatimiza wajibu, Mungu utamuona. Lakini ukiomba ukiweka bidii, ukiweka serious katika kuomba, ukadhamiria nia yako ya moyo wako ikaendana na yale ambayo unatamka kinywani mwako, maana yake ni kwamba Mungu anasikia maombi na Mungu anajibu maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile vile pia tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10
kuna mtu mmoja anaitwa Kornelio. Huyu Kornelio naye vile vile alikuwa akiomba, akimcha Mungu, akifunga na kuomba. Lakini Kornelio katika hatua zile za kufunga na kuomba hakuwa anafahamu vizuri neno la Mungu. Lakini Mungu kwa sababu aliangalia kile kitendo ambacho alichokuwa anakifanya Kornelio cha kutoa sadaka na kuomba, Mungu akamtumia msaada, akamtumia malaika, na yule malaika aliyemtumia Kornelio alimuona kwenye maono. Hebu tusome Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Nitasoma katika jina la Yesu. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Zingatia kwamba ni mcha Mungu, ni muombaji, lakini vile vile pia anatoa sadaka. Sifa tatu za msingi sana. Unapokuwa unatoa sadaka, hakikisha wewe ni mtu mcha Mungu na vile vile pia uwe muombaji. Lakini unapotoa sadaka kama huna uchaji Mungu na kama huna uombaji, ili sadaka yako inachelewa kukupa majibu. Tuendelee kusoma. Mstari wa 3. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 mchana, malaika wa Mungu akamjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakwambia ya kupasayo kutenda. Na yule malaika aliyesema naye akisha kuondoka, Kornelio akawaita wawili katika watumishi wake wa nyumbani na askari mmoja na mtu mtaua katika wale waliomhudumia daima, na alipokwisha kueleza mambo yote akawatuma kwenda Yafa. Unaweza kuona kwamba unapokuwa muombaji, Mungu anakupa maono, jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, Mungu anakupa ndoto. Naposema maono ni kitu gani? Maono ni picha unayoiona waziwazi, akili zako zikiwa timamu. Lakini ndoto unaipata wakati unapokuwa usiku umelala. Wakati usiku unapokuwa umelala unapata ndoto. Sasa unapokuwa muombaji mzuri na mwenye bidii, Mungu anakupa maono. Na Mungu akupa maono, yale maono anakupa wazi. Unaweza kuona kwamba katika kitabu cha Matendo sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka na kuendelea tu ambao tumesoma, unaona kwamba Kornelio wakati alipokuwa akiomba huku akimcha Mungu na akiwa ni mtu ambaye mwenye utaua na mtoaji wa sadaka kwa watu, Kornelio alipokea maono mchana kabisa. Ile maono aliyopokea mchana alipewa mpaka namba ya nyumba, tuseme sasa hivi namba ya nyumba, kwamba mtaa na namba ya nyumba ambayo atakiwa amtume mtu akamwite mtu ambaye yuko mle ndani kwenye ile nyumba, mpaka jina la mtu ambaye alikuwa kwenye ile nyumba amelala. Kwa hiyo unaweza kuona Mungu alivyo mwaminifu sana. Kwa mtu anayeomba, Mungu anampa maono, lakini maono hayawi tu maono kwa ujumla, bali Mungu anakupa maono moja kwa moja na anakuambia kabisa katikati ya nyumba zile 10 kuna nyumba moja namba fulani, kwa sababu yote yayo unaona kwenye maono. Kwa hiyo Kornelio alichokifanya, akawatuma watumishi wake wakaenda pale wakamwita yule mtu ambaye alimuona katika maono. Lakini vile vile pia unapokuwa unaomba, hakikisha utoaji wa sadaka unaenda sambamba na maombi, na vile vile pia weka kitu kimoja ambacho Mungu anapenda sana kwenye maombi yako, weka utakatifu, uchaji Mungu. Ukiomba ukawa na hali ya utakatifu, ukiomba ukawa unatoa sadaka, Mungu anajibu maombi yako haraka sana. Lakini ukiwa unaomba hauko serious, unachelewesha majibu ya maombi yako, na hali za kukata tamaa zinaweza zikafanya nini, zikakuingia, kwa sababu unasema mbona mimi natoa sadaka sana, mbona mimi naomba sana, lakini kuna kitu kimoja ambacho hauna, utakatifu. Naposema utakatifu maana yake nini? Utakatifu ni sifa ya Mungu. Lazima sisi tunaoomba tutengeze maisha yetu, tusiwe lawama kwa watu wengine, tusiwe lawama kwa nafsi zetu, tusiwe lawama kwa watu tunaoishi nao. Tutengeze mioyo yetu iwe safi kwa ajili ya kupokea kile ambacho Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile vile pia unapoingia kwenye kuomba, lazima uhakikishe kabisa kwamba ni yapi ambayo unahitaji Mungu aseme na wewe. Hakikisha unapanga maombi yako, na maombi mazuri ambayo unayaomba mbele za Mungu pasipo kukata tamaa ni yale ambayo unayafahamu ndani ya moyo wako. Usiombe vitu ambavyo uvifahamu, omba kitu ambacho unakifahamu, omba kitu ambacho unahitaji nacho. Na tunafahamu kabisa kwamba ukiwa muombaji mzuri, ukisoma kitabu cha Warumi, Roho Mtakatifu naye uomba kwa ajili yetu. Kwa hiyo ukiwa muombaji mzuri, Roho Mtakatifu naye anaungana na wewe kwa ajili ya kuomba. Tusome kitabu cha Warumi sura ya tusome kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26, nasema hivi:
kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Ndio maana nasema kwamba ukiwa ni muombaji mzuri, hakikisha unatengeneza mazingira ya utakatifu, ili Roho Mtakatifu aliye mtakatifu akuwezeshe katika maombi yako kubeba kusudi ambalo Mungu ataweza kusikia kile ambacho unakiomba. Na Mungu ni Mungu ambaye ni roho. Ni Mungu ni roho, na Mungu ni Mungu wa utakatifu. Kwa hiyo ukiwa unaomba unatembea katika njia nzuri, unaomba unatembea katika utakatifu, unaomba unatembea katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Mungu anasikia maombi yako, Mungu anakubariki na Mungu anakuinua zaidi na zaidi. Ndio maana natakiwa kuwa makini sana ukiwa muombaji. Unapokuwa muombaji, punguza mambo mengi moyoni. Unapokuwa muombaji, jitahidi sana moyo wako usiwe ni kichaka cha kuficha hasira, kinyongo na chuki. Unapokuwa muombaji, hakikisha moyo wako unausafisha mara kwa mara na unaomba usaidizi wa Roho Mtakatifu aliyeko ndani mwetu ili akufichulie, kwa sababu moyo una siri ya kuficha. Moyo ni kichaka ambacho kinaficha mambo mengi, lakini unapokuwa muombaji, ndani mwako Mungu anakupa taa ya kumulika nafsi yako, ya kumulika moyo wako na kujua kabisa sehemu fulani pana udhaifu, sehemu fulani pana hiki, sehemu fulani pana hiki. Na muombaji mzuri siku zote adui huwa hawezi kushindana naye. Muombaji mzuri siku zote adui huwa hawezi kuzuia njia zake ambazo anapita. Na mipango ya mtu anayeomba huwa haikwami, kwa sababu Mungu ndiye anayepanga kila kitu na muombaji. Kwa hiyo umuhimu wa kuomba, unamkaribisha Mungu kuwa bwana mipango katika maisha yako. Lakini ukipunguza kuomba pia unamtoa Mungu kuwa bwana mipango katika maisha yako. Ndio maana nasema kwamba tukiweka nguvu katika kuomba, tukiweka nguvu katika kusoma neno la Mungu, tukiweka nguvu katika jitihada zaidi za binafsi za kuomba. Unaweza kuomba kama jumuiya watu wengi, lakini hakikisha pia unapata muda wa ziada wewe binafsi unaongea na Mungu. Wewe binafsi unamlilia Mungu. Wewe binafsi unaendelea kumwambia Mungu, nipe neema kwa ajili ya familia yangu, nipe neema kwa ajili ya nchi yangu, nipe neema kwa ajili ya kazi zangu, nipe neema kwa ajili ya kila kitu. Kwa hiyo kadri ambavyo unavyozidi kuomba, ndivyo ambavyo Mungu anakupa neema, mambo yanafunguka. Kuna watu wanasema kwamba mimi nikiingia kuomba niishiwa maneno. Mimi nataka niseme kwamba hujafanya toba ya kutosha. Ukifanya toba ya kutosha ndani ya moyo wako, ile hali ya kukosa namna ya kuomba inaondoka. Kwa sababu kuna dhambi ikiwa ndani ya moyo wa mtu anayeomba inazuia mtiririko wa kuomba. Lakini kabla ya kuomba, hakikisha unafanya toba ya kutosha. Moyo wako unaumimina kwa Bwana Yesu. Moyo wako wote Mungu anauona. Kwa hiyo unapata wepesi na nguvu za Mungu ziko juu yako. Kwa hiyo kitu ambacho nataka nisisitize ni kwamba usijidharau unapoanza kuomba. Hakuna mtu ambaye atakufundisha namna ya kuomba isipokuwa wewe mwenyewe kuanza kupractice namna ya kuomba. Na tunapoanza kuomba ni taratibu. Na unapoomba hakikisha usishindane na mwingine anayeomba. Hapana. Unapoomba iangalie nafsi yako inauelewa kiasi gani neno la Mungu. Ndio maana nasisitiza kwamba kabla ya kuomba isome neno, kabla ya kuomba tafakari, kabla ya kuomba jiulize maswali ambayo yatakusaidia kupeleka katika kina cha kuanza kuomba. Sababu Mungu wetu ni roho tunayemwabudu. Ndio maana unaweza kukuta mtu anayeomba sana, basi moyoni mwake ana kina kirefu cha neno la Mungu. Na mimi nasisitiza kwamba muombaji mzuri ni yule anayesoma neno la Mungu. Muombaji mzuri ni yule anayeheshimu pia maisha yake binafsi anayoishi. Lakini maisha yako binafsi unayoishi, ukiishi maisha kujikwaza, ukiishi maisha kukwaza wengine, huwezi kuwa muombaji mzuri. Kwa sababu kadri ambavyo unazidi kuomba, nafsi yako itapiga kelele kwa yale ambayo unayafanya mbele ya watu wengine. Kwa hiyo nisisitize kabisa kwamba ukiwa muombaji mzuri, hakikisha unafungua moyo wako. Unafungua moyo wako Mungu utakase, moyo wako Mungu ulinde, moyo wako Mungu aondoe giza, aondoe uharibifu, aondoe vikwazo ambavyo vinaweza kuingia vikaribu maisha yako. Mimi nasisitiza tena kwamba uombaji upewe kipaumbele katika maisha. Kuna mtu mwingine akasema kwamba mimi sina muda wa kuomba. Nataka niseme nafasi siku zote utengenezewa mazingira na upatikana. Tenga muda. Kusema na Mungu ni jambo zuri sana. Kusema na Mungu ni jambo ambalo linapita mambo yote. Kusema na Mungu ni kitu ambacho ni cha kipaumbele sana katika maisha. Na kadri ambavyo unavyosema na Mungu ndivyo ambavyo njia zako, maisha yako, mipango yako yote Mungu anafanya nini? Anafanikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno lingine ambalo naweza nikasema hapa, unaweza kaangalia pia hata katika Zaburi ya 107 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, ulituma neno lake uwaponye, uwatoa katika maangamizo yao. Muombaji mwenye jitihada, muombaji mwenye bidii, muombaji ambaye nafsi yake ameipeleka kiuaminifu mbele za Mungu, Mungu
kupitia neno lake huleta msaada. Mungu kupitia neno lake huleta faraja. Mungu kupitia neno lake huleta wepesi wa kumfanya mtu anayeomba asikie furaha na amani. Mtu ukimkuta mtu amepungukiwa na hekima na maarifa, mshauri aingie kwenye kuomba. Hekima na maarifa, busara zitakuja pia kupitia njia ya maombi, kwa sababu kadri ambavyo unaomba unazungumza na Mungu, na Mungu naye anakupa hitaji la moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niseme kwamba umuhimu wa kuomba ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo watu ambao mnanisikiliza na wale ambao mtanisikiliza baadaye, naomba ujilazimishe nafsi yako kumsogelea Mungu. Ujilazimishe nafsi yako kumsogelea Mungu. Kadri ambavyo unamsogelea Mungu ndivyo ambavyo unapunguza mambo mengi sana ambayo yanaweza kukuzunguka. Pia ukiangalia Zaburi ya 103 mstari wa kwanza na mpaka mstari wa 3 anasema hivi: nafsi yangu muhimidi Bwana, naam na vyote vilivyomo ndani yangu vilimidi jina lako takatifu. Nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Mtu anayeomba sana, Mungu amepusha na magonjwa. Mtu anayeomba sana, Mungu amepusha na mikosi. Mtu anayeomba sana, Mungu amepusha na mabalaa. Mtu anayeomba sana, Mungu humpa kibali mbele za watu wengine. Kwa hiyo ukitaka kibali pia katika maisha ya watu, uwe muombaji. Ukitaka kibali pia katika maisha yako binafsi na Mungu, uwe muombaji. Kadri ambavyo unavyoomba ndivyo ambavyo lile giza ambalo linazuia mahusiano yako na watu linaondoka. Lakini ukipunguza kuomba, lile giza linakuja linazuia mahusiano yako na watu. Ndio maana ukuta mtu anasema mimi sikubariki, mimi nakataliwa. Nataka niseme hakuna mtu aliumbwa na Mungu akawa mbaya. Kila mtu aliumbwa na Mungu ni mzuri. Kila mtu aliumbwa na Mungu ana kibali kwa wengine, lakini kibali kinapotea kwa sababu namna ambavyo tunaishi tunakutana mambo mengi ya giza. Kwa hiyo kadri ambavyo unaomba, lile giza ambalo unakutana nalo maisha linaondoka. Kadri ambavyo unapunguza kuomba, lile giza unalikaribisha. Kwa hiyo niseme kwamba umuhimu wa kuomba, unaondoa giza kwa maisha yako, unaondoa mikosi, unaondoa magonjwa ambayo yanaanzia kwenye ndoto, unaondoa nguvu ambazo zinakuja tu kupitia njia mbalimbali za kibinadamu. Kwa hiyo Mungu anakuepusha, unashtukia watu wanaugua lakini wewe hugui kwa sababu siri yako ya kuomba. Kadri ambavyo unaomba sana ndivyo ambavyo Mungu anafungua njia. Kwa hiyo niseme kwamba kila mtu ambaye anasikiliza, umuhimu wa kuomba ni jambo la msingi sana, kama kanisa, kama taasisi mbalimbali, kama ni mtu mmoja mmoja au watu watatu au familia, kwa wote kwa pamoja tengeni muda, mjikusanye kwa ajili ya kuomba, mjikusanye kwa ajili ya kumsihi Mungu rehema, mjikusanye kwa ajili ya kumsihi Mungu rehema, na kila mtu kwa imani yake, kila mtu kwa kadri ambavyo Mungu anamsukuma kuomba. Omba, usimwige jirani yako, hapana. Omba kutokana na ufahamu wako wa maneno. Usige maneno ya mtu mwingine kwenye kuomba, kwa sababu kila mtu anapeleka hoja yake, mahitaji yake, na Mungu anausoma moyo wako jinsi ulivyo. Kuna mambo mengi sana ambayo ndani ya moyo wako unayo. Mambo yote yale yazungumze saa kuomba, na Mungu atafungua njia, na Mungu atakupa baraka, na Mungu atakupa neema. Utashtukia maisha yako yanang'aa, na maisha yako yakishang'aa, ile nuru unaambukiza watu wengine. Kwa sababu ya nini? Ile uwepo wa kuomba na kuweka bidii katika kuomba. Naomba niseme atakayefuata neno hili, Mungu ambariki sana. Asante sana.